Mopedia na taya nani kulipeta lipende nani na bolenda na jisubele vitindaga na ipana. Mtazamaji, hii ni sehemu ya pili ya kipindi chetu cha safari ya uongozi kupitia macho ya mzee George Mkuchika, kapteni mstaafu wa Jeshi la Wananchi ambaye pia alihudumu kama mwanasiasa na mtumishi wa umma. Katika kipindi cha kwanza tuliangazia safari ya uongozi wake katika siasa na utumishi wa umma. Baada ya miaka mingi ya kuwa mstari wa mbele katika uongozi wa taifa, leo maisha yake yanaendelea kwa utulivu mkubwa, kuandika historia hata baada ya nyadhifa za kitaifa, akiwa karibu na familia na jamii iliyomlea. Lakini nyuma ya utulivu huu kuna historia ndefu ya uongozi, maamuzi na utumishi uliogusa maisha ya Watanzania wengi. Katika kipindi hiki, ikiwa ni sehemu ya pili na ya mwisho, tutasikia simulizi mbalimbali za familia, marafiki wa karibu waliowahi kufanya naye kazi na wananchi wa jimbo lake, na zinaonyesha taswira mbalimbali za maisha yake kama kiongozi, mlezi wa familia na mwanajamii. Kwa wengi, historia yake imeandikwa si tu katika nyadhifa alizowahi kushika, bali pia katika kumbukumbu za watu aliowagusa na utumishi wake. Mazingira yamebadilika siku hizi. Mtu anagombea, amepata cheo ndani ya chama, kesho CV. Waziri, CV yangu hii, ninatosha kuwa DC. Ninatosha kuwa DC. Sasa, ina maana mtu wa aina ile, kazi anayoifanya hajaridhika nayo. Kwa hiyo siri ya mtu kudumu katika kazi, fanya kazi yako vizuri, tekeleza wajibu wako vizuri, usiwe na tamaa ya hela, uwe mwadilifu, nchi na kuangalia. Daima mbele. Muwe makini kwenye usajili, kimya kimya, msitangaze mapema mpaka mmemaliza. Tunataka usajili wa kutisha ili tuingie fainali, sio kombe la shirikisho. Tuingie fainali ya klabu bingwa ya Afrika na kuchukua kombe. Sisi wilaya ya Newala tuko juu. Kwa hiyo hakuna eneo huko juu unakoweza kuchimba ukapata maji visima vifupi. Hatujui lugha ya visima vifupi. Maji ni ya sisi. Sisi ni hodari, Mheshimiwa Rais, kukinga maji ya mvua. Watu wa Pwani wanasema kuvuna maji ya mvua. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais, umetuletea bilioni 84 kukarabati mradi wa maji Makonde, kuongeza uzalishaji maji Makonde, na mradi ule Mheshimiwa Rais unatuhudumia wilaya ya Newala, Tandahimba na jimbo la Nanyamba. Wanakaa na kakangu Mkuchika. Kila kikao akikaa na mimi ni mradi wa maji wa Makonde. Ananiambia, dada, kama unataka kutusaidia Wananewala, ni mradi wa maji wa Makonde, na huu si Newala peke yake. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi hizo nzuri ambazo serikali yenu imefanya. Unajua, ukishakuwa mke wa kiongozi, kuna maamuzi mengine unayofanya kumsaidia mumeo. Mimi na kihoteli kidogo Mtwara pale kinaitwa Cashionalty Hotel. Kiangu na manage na watoto wake. Mimi nimesema nimestaafu. Juzi tumetimiza ndoa yetu miaka 50. Tulioana Januari 76. Nilienda vitani Uganda, msichana wangu akiwa mjamzito. Kule nikashuhudia watu wanakufa vitani. Nikaletewa picha huku nyuma kumezaliwa mvulana. Siku zote nikasema, Mungu, saidia nivuke salama vita hii, nikamwone huyo Mkuchika mpya. Kwa hiyo ningelisema mitihani niliyopitia kwenye maisha mingi, lakini Mungu alikuwa pamoja nayo.
Maandiko matakatifu yanasema, kama Bwana yu pamoja nasi, nani awezaye kuwa juu yetu? Waingereza wanasema, if God is on our side, who can be against us? Kwa hiyo moja, kushukuru kustaafu salama. La pili, tarehe 17 Januari mwaka 76 nilifunga ndoa na Ana. Nilimpataje hadithi? Upande wa watoto, tuna watoto sisi 4, 2 wavulana, 2 wasichana. Mke wangu mimi mkimya, mpole, amenisaidia sana kwenye kazi yangu ya safari ya siasa. Kuna siku anajua nimerudi kazini, anajua leo huyo mzee huko, ama kuna watu wamewatibua au wamemtibua. Anani study mood, ananiangalia, anajua leo mume wangu leo naona hauko vizuri. Basi saa nyingine namweleza, singine naweza nikasema tu wewe acha tu, lakini anajua. Kwa hiyo nataka kusema mimi mafanikio yangu namshukuru sana mke wangu. Muda mwingi amekaa yeye na watoto, muda mwingi amefanya maamuzi ndani ya familia bila mimi kuwepo, lakini amefanya yale kwa nia nzuri na wakati mwingi. Maana mfikirie, huko tulikotoka hatukuwa na simu ya kushauriana nayo kila siku. Kwa mfano, nilipokuwa Bukoba nilikaa mwaka mmoja kama katibu mtendaji wa mkoa. Nilimwacha nyumbani huko, tulikuwa tunajenga kibanda pale Mtwara. Kwa hivyo alikaa yeye na watoto, mimi sikuwepo. Kwa hiyo nasema alikuwa na mchango mkubwa sana. Ili mwanamume uwe stable kazini, nyumbani ukifika, basi hata ile kuambiwa tu pole na kazi basi inatosha. Lakini kazini wamekufuruga, unafika nyumbani nako chakula vipi mama, tayari chakula tayari, kwani ulitaka kiwe saa ngapi? Tunakumbuka Wamakonde wana tabia, baada ya ndoa mnafundwa nyie. Moja anaambiwa mwanamume na mwanamke pia anaambiwa, swali halijibiwi kwa swali. Mke wangu, mbona chakula kimechelewa? Kwani ulisema kiliwe saa ngapi? Swali halijibiwi kwa swali. Lakini nje ya ofisi na majukumu ya kitaifa, kuna sura nyingine ya Kapteni mstaafu George Mkuchika ambayo wengi hawaioni. Ni sura ya mume, baba na mlezi wa familia. Wakati akitekeleza majukumu yake ya kitaifa, nyuma yuko mama ambaye anarudisha shukrani zake kwake. Mke wake Mama Ana Mkuchika anafungua ukurasa huo kwa kueleza maisha ya kila siku ya mzee Mkuchika akiwa nyumbani. Mzee Mkuchika ni mtu mmoja mstaarabu sana, mpole, ni mtu ambaye anapenda familia yake, anapenda sana ndugu zake wote. Hapa kijijini anawapenda watu wote, kila mtu yuko huru kuja hapa wakati wowote anapohitaji kumwona anamuona. Mama Ana hapa anahitaja sifa kubwa ya mumewe na kukiri kuwa anapokuwa amechangamana na watu mbalimbali katika masuala mbalimbali ya kijamii, wengi humzungumza vema mzee Mkuchika, na hasa ukizingatia amehudumu kama mbunge wa Newala kwa miongo 2. Yeye ni mtu mmoja ambaye ana upendo sana na watu, ndugu wa familia, watoto na hata watu wa nje, yani watu wote. Yeye anawapenda sana watu na watu wanampenda kwa sababu yeye ana upendo nao, habagui, hachagui, basi wote wanampenda. Hata hasa hapa kijijini kila mtu anamheshimu na kumpenda mzee Mkuchika. Mama Ana anafurahia sana maisha yake na kapteni mstaafu, mwanasiasa na mtumishi wa umma Mkuchika, na anakiri kuwa hata alivyomchumbia, alivyomkubalia yalikuwa ni maamuzi sahihi katika maisha yake kutokea. Kwa kweli namshukuru Mungu, sio kwa uwezo wangu,
ni Mungu mwenyewe labda ndio amenipangia hivyo kwamba huyo George awe ndio mume wangu mimi. Na mimi nimefurahi kuwa na mume kama huyo, naona faraja. Yaani najisikia ambaye kwamba pata mume kama huyo, tukaanza naye tukaendelea vizuri mpaka hapo alipofika, na sasa tumestaafu, tuko kijijini wote. Mama Ana anamalizia kwa kusema ugumu alioupata wakati mumewe akiwa katika utekelezaji wa majukumu yake, ambapo wakati mwingine walilazimika kumkosa baba na kubaki yeye na watoto, lakini pia ujumbe wake. Wakati akiwa kazini tulikuwa tunamkosa wakati mwingine, hasa kama alipokuwa kwenye mawizara haya, alipokuwa waziri, kama vile alipokuwa TAMISEMI, masafari kila siku ya kusafiri huko mikoani, mawilayani, lakini tulikubali, tuliipokea ile hali, tulizoea na tuliona kawaida, tulikuwa tunaishi naye hivyo, tukiendelea kumwombea na kumsaidia. Ni mtu mchapakazi sana, anapenda kazi zake, na ni mtu ambaye akiamua kitu chake atahakikisha amekikamilisha. Yaani katika kazi malengo yake yote kuhakikisha kwamba anafikisha nayo mwisho. Na katika familia alikuwa anajitahidi sana kujali familia yake. Kwa ni kiongozi mzuri ambaye ana msimamo. Hana tamaa za kutajirika ovyo. Maana watu wengine wanakuwa na tamaa, mara wafanye hivi. Unasikia viongozi wengine makashifa, rushwa, sijui nini. Lakini mzee Mkuchika yuko imara, hajapatikana na masuala ya rushwa wala nini. Yaani amekuwa akiendelea na malengo yake vizuri. Amefanya mambo mengi huku kwetu Newala. Kwa mfano mambo ya kuleta hayo maji, kuhakikisha maji yanawafikia watu, shule za sekondari hata za msingi. Maana huko mwanzo tulipoanza zilikuwa chache, lakini katika kipindi chake shule nyingi zimeanzishwa. Maji yameenda huko vijijini, barabara zimetengenezwa. Hata lami watu hawakutegemea kuiona lami, sisi tuliiona lami mapema tu. Kwa sababu yeye alikazana mpaka tukawekewa lami mjini. Kwa hiyo mambo kama hayo watu wameyakubali sana, na hata mambo ya dini huko kanisani yeye amekuwa hodari sana changia huko kwenye makanisa. Makanisa mengi ukitembelea huku kwetu yamejengwa vizuri, ya block yako vizuri, misikiti pia anachangia. Kwa hiyo watu wanamkumbuka sana kwa hayo, wanampenda. Maelezo yake yanaonyesha kwamba pamoja na majukumu makubwa ya uongozi, aliendelea kuthamini familia, kusikiliza na kushiriki maisha ya wale walio karibu naye. Safari ya maisha huanza wakati wa uongozi. Kabla ya kuwa waziri na mbunge, alikuwa mwanafunzi kama wengine. Rafiki yake aliyesoma pamoja naye katika shule ya sekondari ya Ilboru mkoani Arusha anakumbuka walivyokutana miaka mingi iliyopita na sifa ambazo tayari zilianza kujitokeza tangu kipindi hicho. Huyu ni mzee Paul Mwaziunga ambaye ni rafiki wa karibu wa mzee George Mkuchika. Yeye anaishi Dar es Salaam. George tulikutana naye mwaka 68. Yeye akitokea Chidia sekondari, na mimi nikitokea Rungwe sekondari, tukakutana Ilboru. Wote tukia form 5. Nadhani alikuwa ni kama Januari kama tarehe 12 hivi mwaka 68. Na tulisafiri wote kwa basi, lakini hatukufahamiana. Wakati wetu tulikuwa tunapata mabasi ya railway, East African Railways, lakini tukaja kukutana Dodoma. Dodoma ndio tulikuwa pale tunangojea gari sasa la kwenda Arusha, tunalala pale. Lakini tulipanda wote hilo basi, hatukufahamiana. Tukapokelewa wote Arusha, kila mmoja tukafika shuleni Ilboru, tukapangiwa madarasa kila kitu. Tulikuja kufahamiana zaidi pale ambapo tulikuwa na madarasani. Kuambiwa hii ndio form 5 arts, na yeye alikuwa form 5 arts. Na tulichukua combination ambayo ilikuwa inafanana. Wote kunafanana.
na hiyo ilikuwa mara nyingi inatufanya tuweze kuongea, kuulizana maswali pale ambapo labda huelewi. Kwa hiyo kaanza kuzoeana. Alikuwa ni mtu ambaye ilikuwa ni rahisi sana kuweza kumzoea. George ni rahisi sana kumzoea mtu. Nadhani mpaka sasa ni rahisi hata leo hii. Wakati ule ilikuwa ni rahisi kumzoea na mpaka leo hii ni rahisi sana kuzoea watu. Ndio rafiki wetu ulivyoanza. Kwa hiyo kaenda ukakua urafiki wetu ukaendelea kwa kujisomea pamoja, kwa kwenda mjini Arusha pamoja, na kufanya matembezi pamoja, kukaa kuongea pamoja. Kwa hiyo sehemu nyingi unakuta tutakazoeana mno. Alikuwa na ndugu zake Arusha, mjomba wake nadhani. Tukawa tunakwenda kwake. Basi ilikuwa ndio mahali hivyo, ikatufanya tukuzoeana zaidi. Tukazidi kuzoeana zaidi mpaka tulipomaliza form 6 naye George. Baada kumaliza form 6, kwa bahati ya ajabu kaenda kwa National Service Kaboya mwaka 1970 Januari. Tukaenda wote. Kule tukaenda wote tena Makotopola. Hiyo ilikuwa mwezi Februari hivi. Baada ya hapo ndio tukamaliza, tukafanya pass out ambaye ilikuwa ni na mwezi Mei ndani ya mwezi Juni tukapangiwa vyuo, tukapangiwa wote University of Dar es Salaam tena. Na tukakutana tena. Sasa pale pia tulitofautiana kuombi pia. Yeye alikuwa upande wa elimu, mimi nilikuwa upande wa economics zaidi. Hapa anataja namna ambavyo aliona karama ya uongozi kwa rafiki yake, kwa namna alivyokuwa akijihusisha na mambo mbalimbali ya uongozi. George nadhania tangu walikiwa huko kwao shuleni huko Chidia, nadhania alikuwa ni wakati wa kijana ambaye alikuwa active sana kwenye mambo ya siasa, mambo ya TANU Youth League. Mimi sikuwahi. Na tulipokwenda Arusha, kitu ambacho kilinishangaza ni kwamba alianza kujishughulisha na mambo ya Youth League. Kitu ambacho kilinishangaza zaidi kwamba alikuwa na uniform yake. Ilikuwa ni kaptula nyeusi na shati la kijani. Sasa ni mtu ambaye unaonyesha kwamba alitoka huko kwao, huko Chidia shuleni, akiwa na hivyo vitu kama silaha yake. Akaja nazo Iboru, sijui kama alijua kama kuna mambo ya Youth League au nini, lakini akawa na hizo uniform yake. Kwa hiyo akawa ni mtu ameongea mambo ya Youth League. Sikuwa na interest sana, lakini akanivutia. Lakini alikuwa ni mtu ambaye kweli unaweza kusema kwamba kuna watu ambao wanakuwa Mungu amewatengeneza. Amewatengeneza mapema kabisa kwa ajili ya jambo fulani. Na yeye nadhani mojawapo ambayo nadhania mpaka kukumbuka uniform ya Youth League, kwenda nayo shuleni Iliboru, nadhani kitu ambacho kinaonyesha kwamba alikuwa ni mtu ambaye tayari moyoni mwake ilikuwa ameshaandaliwa kwa kwenye mambo ya uongozi. Na kitu kingine ambacho labda ni kueleze ni kwamba alikuwa karibu hata na ofisi za wilaya za Youth League, ambacho pia sio rahisi kwa mwanafunzi wa form 5 wakati huo. Alikuwa karibu na ofisi za Youth League kule mjini. Cha ajabu 68 zilikuwa sherehe fulani pale Arusha ambazo zilisimamiwa na mkuu wa mkoa alikuwa anaitwa Aaron Mwakang'ata. Na Youth League ya Youth League walihusika. Ajabu George alikwenda kwenye huo mkutano ulifanyika Amri Abedi. Ajabu ni kwamba alihutubia mkutano 68. Alihutubia mkutano
wa Youth League, Amri Abedi. Kwa hiyo hivyo vitu vyote hivyo kweli vinadhihirisha kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye anaandaliwa uongozi, kwa sababu kwa umri wetu kwenda kukaa na mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa siku zile sio leo, kukaa kwenye podium pamoja alafu unahutubia, baadaye unapata nafasi ya kuhudumia wananchi, kitu ambacho nadhania dhahiri alikuwa anaendelea kuwa kiongozi. Baada ya miaka yote ya urafiki, hapa anataja mambo muhimu ambayo Watanzania wanaweza kujifunza na kumfahamu mzee Mkuchika, hasa vijana wanaochomoza katika uongozi. Kitu kikubwa ambacho mara nyingi nimekiadmire kwa George, labda ni kizazi chetu, labda kwake ni ule uaminifu alionao na commitment kubwa ambaye ameionyesha kwa taifa. George katika muda wote wa kutumikia nchi hii kweli amejituma. Sikusikia George akilalamika akisema siji nini. Yaani unajua mtu rafiki yako anaweza kusema bwana mimi najisikia, sijaisikia. Ilikuwa ni mtu anazungumza ukweli, atatetea ile, anasimamia kutetea kile anachokisimamia. Hata siku moja mimi kama rafiki yake hakuweza kunong'oneza kitu chochote kwamba hapa mimi labda hapana. Ni mtu ambaye anasema kwamba ni mtu ambaye amekuwa very committed, na mwaminifu, na mtu mwenye kujituma, na pia mwenye upendo mkubwa kwa kuweza kusaidia mtu mwenye shida bila kuhitaji kitu chochote. Kuna watu ambao nafahamu George amewasaidia, hawafahamu kabisa, lakini hawasaidia kwa sababu ya jukumu ambayo anaona nalo na ule moyo wake ambao nao. Inawezekana George kwa sababu ya hali ya hofu ya Mungu, ndio kitu kikubwa ambacho anacho, hofu ya Mungu. Sio leo tu, ni tangu wakati huo tukiwa shuleni alikuwa na hofu ya Mungu. Sisi tulikuwa tunasali kanisani papa shuleni, yeye alikuwa anakwenda mjini kwenye kanisa Anglikana kusali. Kila Jumapili alikuwa hawezi kukosa kanisani Anglikana Arusha. Kwa vitu hivyo kwangu mimi vimenionyesha kwamba ni mtu ambaye kwa miaka yake yote ni mtu ambaye amekuwa na hofu ya Mungu, very committed na uaminifu kwa nchi yake kutumikia. Mzee Mwazyunga anakiri vijana wanaochipukia katika siasa na uongozi wana kitu cha kujifunza kutoka kwa rafiki yake. Kitu kikubwa ambacho mara nyingi nimekiadmire kwa George, labda ni kizazi chetu, labda kwake ni ule uaminifu alionao na commitment kubwa ambaye ameionyesha kwa taifa. George katika muda wote wa kutumikia nchi hii kweli amejituma. Sikusikia George akilalamika akisema siji nini. Yaani unajua mtu rafiki yako anaweza kusema bwana mimi najisikia, sijaisikia. Ilikuwa ni mtu anazungumza ukweli, atatetea ile, anasimamia kutetea kile anachokisimamia. Hata siku moja mimi kama rafiki yake hakuweza kunong'oneza kitu chochote kwamba hapa mimi labda hapana. Ni mtu ambaye anasema kwamba ni mtu ambaye amekuwa very committed, na mwaminifu, na mtu mwenye kujituma, na pia mwenye upendo mkubwa kwa kuweza kusaidia mtu mwenye shida bila kuhitaji kitu chochote. Kiongozi hutambulika pia kupitia namna anavyoshirikiana na watu wanaomzunguka. Miongoni mwa waliopata nafasi hiyo ni aliyekuwa katibu wake wakati akiwa mbunge wa Newala mjini.
Hapa anaeleza uzoefu wake wa kufanya kazi bega kwa bega na mzee Mkuchika, nidhamu yake na namna alivyowajibika na uhusiano wake na wananchi. Kwanza mzee Mkuchika alikuwa mbali na mimi, lakini mimi kilichonifanya au kilichovuta kwake, nilikuwa nashirikiana sana na baraza la wazee. Baraza la wazee, wale wazee walipokaa kutengeneza baraza lao la wazee, waliamua kumtafuta kijana ambaye anaweza kuwasaidia katika mambo yao ya baraza la wazee, ndio wakanitafuta mimi. Yapo mambo makubwa aliyowapambania Wananewala, lakini pia anaeleza kama ilivyo ada, mbunge huwa na ofisi katika jimbo. Hapa anataja changamoto ambazo zilionekana kujitokeza zaidi na mbunge kuzifanyia kazi wakati huo na namna wananchi walivyompokea. Ni pale alipokuja kutuletea maendeleo hasa ya kusimamia masuala ya mazima ya miundombinu kwenye habari ya lami ndani ya jimbo la Newala mji. Kwa kweli hili jambo, kila mtu, nina imani na nina hakika kila mtu atakwambia kwamba bwana, kuhusiana na swala la lami tumekuwa na maendeleo makubwa sana. Amesimamia sana hili zoezi, kwa sababu leo hii unaweza kukuta kwamba hata swala la lami limefika mpaka nje, yani kwenye tarafa nyingine, ile tarafa ya Mkunya lami imefika, na ni watu ambao yani kwamba mpaka leo hii, na ndio kitu ambacho walikuwa wanasema kwamba usije ukastaafu kabla lami haijafika Mkunya mjini. Lakini pili vile hata swala la kusimamia swala la elimu, amesimamia vizuri swala la elimu. Sasa hivi sisi tuna sekondari nyingi. Unajua wengi walikuwa wanakwama sana kwenye mambo ya elimu, kuwasomesha watoto wao, kuwapeleka kwenye vyuo, lakini mzee alijitahidi sana. Amejitahidi katika utawala wake kwa kweli kuwasaidia ima kimawazo, kifedha kwa wale ambao walikuwa wamekwama. Kuna kitu ambacho watu wanakichukia, watu wanambunga pale wanaposikia mtu anamsema vibaya mzee wao. Kweli jambo hawapendezwi, hawafurahishwi, kwa sababu kuna mambo mengi mzee kayafanya, mengi sana, lakini pale watu wanapotokea kumsema vibaya, watu wanambunga, hawaridhiki. Mambo muhimu ambayo mzee Mkuchika huyapenda na kuyazingatia, na ndiyo ilikuwa ni nguzo kuu ya yeye kuhudumu kama katibu wake. Kule kumsaidia, kumsimamia mambo yake bila ya tatizo. Pale anapoamua kwamba bwana nifanyie jambo fulani, namfanyia kwa haraka na kwa muda mwafaka ambao yeye anaridhia. Kwa mfano, leo yeye akiniambia bwana hebu nisaidie kunitafutia, labda nitafutie mtu ambaye anataka kunifanyia kazi yangu shambani, mimi namtafutia haraka na akamfanyia kazi yake kwa haraka. Mzee anataka ukweli. Ukiwa mkweli kwake hana tatizo, yani anataka tu ukweli. Jambo ukimwambia jambo hili bwana liko hivi na likasimama kwenye ukweli, mzee atakupenda. Simulizi hizi zinaongeza picha ya kiongozi aliyesisitiza uwajibikaji na ukaribu na wananchi katika utekelezaji wa majukumu yake. Lakini pengine kipimo kikubwa cha uongozi ni namna wananchi wanavyoukumbuka. Mimi Mwajuma Bakari, mzaliwa wa Nambunga, nimekulia hapa hapa mpaka leo nipo hapa hapa. Mkulima wa mahindi, miogo, karanga, njugu na korosho. Mbunge Mkuchika ni mstaafu, ametufanyia tu mambo mengi. Hospitali ametujengea, barabara ametuletea, umeme. Hata na mimi ninafurahi sasa hivi sababu sipo kwenye giza. Nikiingia ndani na washa tu taa, nalala kwenye mwanga. Kwa kweli tunamshukuru kwa kazi yake aliyoifanya. Barabara hii yeye ndiye aliyesimamia. Amesimamia umeme, amesimamia maji, tanki ambalo limeanzishwa, bado halijaanza kutoka maji.
lakini limeanzishwa, limejengwa. Je, katika safari yake ya siasa na uongozi kwa ujumla, katika wanae wanne alionao, yupo ambaye anaonekana kuchomoza katika siasa kwa kufuata nyayo zake na uongozi? Maana mtoto wa nyoka ni nyoka. Katika watoto wanne, wa kwanza wao ni wa kike, Sekla. Yeye nimempa jina la mamangu mzazi. Yeye anapenda siasa. Sasa hivi yeye ni mkuu wa wilaya ya Butiama. Lakini wengine hao, kaka mtu, yeye ni mtaalamu wa IT, Victor. Yeye kwenye siasa. Watatu, Everina. Everina yeye ni daktari bingwa wa saratani, yuko Ocean Road. Na Agustino yuko ni anafanya kazi ya NSSF. Kwa hiyo katika hao wanne, siasa ameingia huyo mkubwa. Katika maisha ya binadamu wengi, mara nyingi huwa na ndoto ambayo hutamani kuiona ikitokea kwa wanaokuja katika kuendeleza maendeleo ya kweli kwa wananchi wa Newala. Moja, nikiwa mbunge, sisi Newala hapa tulikuwa na uwanja wa ndege enzi ya mkoloni. Hata kina Samora wakitaka kuingia Msumbiji walikuwa wanakuja ndege ndogo ndogo, wanatua hapa alafu wanaingia ndani ya Msumbiji. Uwanja ule baadaye ulikuwa mdogo na watu wamejenga sana jirani. Kwa hiyo tukaambiwa uwanja huu haufai kwa sababu nyumba sasa zimekaribia, tafuteni mahala pengine. Kwa hiyo tumetafuta uwanja, eneo la kiwanja. Nikaishauri halmashauri yangu, tulikuwa na eneo la Josho, mali ya halmashauri. Tukatoa uwanja ule free, bila malipo, kukabidhi mamlaka ya viwanja vya ndege. Mwaka jana walipitisha kwenye bajeti kwamba wanaujenga ule uwanja. Nimeondoka, bado haujajengwa. Hilo jambo nasema watakao kuja nitaomba na wao wamalizie. Lakini jambo la pili, nilikusudia tuwe na Newala Community Bank, benki ya wananchi. Sisi Newala tungeweza kuanzisha benki ya wananchi kwa zao la korosho, na wakulima wetu wakauza kulipa kupitia benki ya wananchi. Benki yetu ingekuwa haraka sana. Kwa hiyo tulianza, mimi nikiwa mbunge. Zamani kuanza benki ya wananchi ilikuwa milioni, ilianza zamani 200, ikawa 500. Sisi tulikaribia kwenye 500, 400 na kitu hivi. Baki kidogo kufika 500. Baadaye benki kuu imepandisha, ili uanzishe benki ya wananchi ni bilioni 2. Sasa mpaka namaliza muda wangu hatujapata hizo bilioni 2. Sasa natamani tungekuwa na benki. Kwa hiyo ni jambo ambalo nasema basi wenzangu pengine watamalizia kupata benki ya wananchi. Hata hivyo, kwa wale ambao wametoa hisa, na mimi mwenyewe nayo hisa, wale wenye hisa, fedha zile si tumekuwa tukiziweka benki kwa nasema fixed deposit. Tukipata hela kila mwaka, zingine tukaanza kujenga jengo la benki, zingine tunawagawia wale wenye hisa. Kwa hiyo fedha yao imekuwa ikizalisha, na hata kitokea mtu leo akasema mimi nataka nirudishiwe hela yangu, tunamrudishia bila shida, kwa sababu fedha zao zipo. Kwa hiyo natamani tungekuwa na benki ya wananchi wa Newala. Mzee Mkuchika kwa sasa ni mstaafu. Aliamua kuacha siasa na utumishi wa umma na kuamua kurudi zake kijijini kwao alikozaliwa. Jambo la kwanza mseme kwamba mimi napenda sana wilaya yangu, kinapenda sana kijiji changu. Miaka yote 10 nikiwa mbunge, mimi na nyumba Newala mjini. Sikuwahi kulala Newala mjini hata siku moja. Ile nyumba ya Newala mjini si mbunge,
nilikuwa natumia wakati ule kama ni mahala pa kushauriana na watu pale mjini. Wengine wakikosa ofisini wanakuja nyumbani Newala, lakini jioni saa 12 saa 1 lazima nirudi kuja kulala hapa. Mimi nilikuwa naishi hapa, nchi bado hatuna umeme, REA ulikuwa haupo. Nilianza na za kawaida, baadaye nikaweka sola, baadaye imekuja REA. Upande wa maji kama mlivyoona, sina maji ya bomba hapa kwangu, lakini nimekuwa nikitumia maji yale. Wakati nilikuwa sina umeme, ilikuwa sasa unatumbukiza ndoo kule, unavuta, ndio unaenda kuoga. Sasa hivi nashukuru Mungu, baada ya kupata umeme tumeweka mota ile, tunapandisha maji, tunaoga shawa ndani. Kwa hiyo kikubwa mimi nataka kusema, mimi hapa naishi kama wanavyoishi wa Tanzania wengine, wawe Oysterbay, wawe wako wapi. Inawezekana mimi naishi vizuri zaidi kwa sababu nakula chakula changu, hali ya hewa nzuri, napata muda wa kupumzika. Tumegawana kazi. Mke wangu anasimamia hoteli, mimi na mashamba ya mikorosho nikiaweka pamoja ekari 52. Ekari 52 korosho. Mimi ndo nasimamia mashamba. Niseme tu kwa mkweli, mimi silimi, ila nasimamia hao wanaofanya kazi ya kulima katika mashamba yangu. Kuna kazi ya kulima, kupalilia, kupuliza mikorosho, kuokota. Mimi nasimamia mambo hayo, mke wangu anasimamia huko. Kwa hiyo kikubwa nachotaka kusema, kwa sasa hivi mimi najishughulisha na kilimo, hasa cha korosho, ndio zao kubwa la biashara huku kwetu, lakini pia biashara ya hoteli pale Mtwara. Pamoja na kustaafu, anasema bado anapenda kufanya shughuli ndogo ndogo ofisini kwake, kusikiliza mashauri mbalimbali, lakini pia kusoma vitabu mbalimbali ili kuendelea kuongeza maarifa. Na yeye hupendelea vitabu vyenye maudhui ya siasa zaidi. Nakaa pale kusoma vitabu, nakaa pale kukutana na watu faraga, moja, watatu. Ndio matumizi ya ile ofisi. Vitabu vingi au vitu vingi ambavyo vilikuwa naviweka store, kuna banda nimejenga hapo. Kuna nyumba ndogo hapo mmeiona ambayo imepakana na ya kwangu. Ile ndio nyumba nilianzia maisha. Nilijenga nikiwa nasoma chuo kikuu. Nyumba ile nilijenga kwa shilingi 1,800. Ina vyumba vitatu, lakini ya miti. Of course sasa hivi tumechapia, ukiona unaweza kadhani ni block, lakini nyumba ya miti. Kwa hiyo kule nimejenga banda. Kwenye lile banda kuna chumba ambacho ni store. Kwa hiyo store ile iko pale nimehamishia kule, ili pale nipate, wakati mwingine unataka ukae uandike barua, unataka usome kitabu na kadhalika. Mimi mwanasiasa, definitely vitabu vyenye mvuto kwangu, vitabu vya siasa. Vitabu vya siasa vya sasa na vya zamani. Pale ndani ukija, ukitaka kusoma mawazo ya mwenyekiti Mao Zedong, hapo tulimsoma sana alipokuwa shule. Ukitaka kusoma mambo ya Mashoki Moghelsum, the late and beloved leader of the Korean people. Enzi za chama kimoja walikuwa wanasema askari mmoja wa Korea ana uwezo wa kupambana na askari 40 wa mabeberu. Of course vitabu ya Mwalimu viko pale, vitabu ya marais wetu hapa, cha Mzee Mkapa, kitabu cha Mzee Mwinyi. Baada ya safari ndefu ya uongozi katika siasa na utumishi wa umma, mzee wetu George Huruma Mkuchika, kapteni mstaafu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, leo anaendelea na maisha ya utulivu na Mbunga Newala. Simulizi za familia, marafiki waliowahi kufanya naye kazi na wananchi wa Nambunga zinaonyesha taswira mbalimbali za maisha yake kama kiongozi, mlezi wa familia na mwanajamii.
Kwa wengi, historia yake imeandikwa si tu katika nyadhifa alizowahi kushika, bali pia katika kumbukumbu za watu walioguswa na utumishi wake uliotukuka. Naam, pokea maua yako na asante kwa kushiriki nasi. Ngopedia na taya nani kulipenda lipende nani, na mbole na najisubele vitindaga nai.